Asubuhi ndugu zangu, na tumaini tupo wazima wa afya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na asubuhi leo ningependa kidogo tushare kuhusiana na sababu mbalimbali ambazo zinasababisha kuvimba kwa korodani au uvimbaji wa korodani. Nimekutana na watu wengi sana ambao wana changamoto kama hizo. Nikaona ni vyema tushare kidogo kuhusiana na sababu ambazo inapelekea hiyo hali kutokea. Na bila kupoteza muda, nitaanza kuelezea sababu moja baada ya nyingine. Sababu ya kwanza ni kusimama au kuziba kwa mtiririko wa damu kwenye korodani. Kusimama au kuziba kwa mtiririko wa damu kwenye korodani. Hii hapa inasababishwa na vitu viwili ambao ya kwanza ni torsion ya korodani na ya pili ni varicocele. Hizo vitu viwili ndio vinavyosababisha kusimama au kuziba kwa mtiririko wa damu kwenye korodani. Varicocele ni ile hali ambapo kama inavyoonekana hapo kwenye picha hapo. Varicocele ni ile hali ambapo mishipa ya damu inapeleka damu kwenye korodani na vimba. Kwa hiyo vimba inasababisha mtiririko wa damu kuwa affected na mtiririko wa damu unaweza ukaziba au kuzuiliwa, na mwisho wa siku inasababisha korodani kuvimba. Na sababu nyingine tumesema kwamba ni torsion ya korodani ambapo pia inasababisha pia kusimama na kuziba kwa mtiririko wa damu na mwisho wa siku korodani kuvimba. Torsion ya korodani hiyo ni pale ambapo korodani inajizungusha kwenye mrija wake, na inapojizungusha inasababisha mtiririko wa damu kuzuiliwa kama inavyoonekana hapo kwenye picha. Maana yake hizo mishipa zimesokota sehemu moja, na mwisho wa siku mtiririko wa damu hapo hautawezekana tena kuendelea kwa sababu hizo mishipa zimejisokota. Na hiyo hali inaambatana na maumivu makali, na pia isipotibiwa mapema inaweza kusababisha korodani kufa na uzalishaji wa mbegu kuwa affected. Korodani kufa, kuna uzalishaji wa mbegu wote ambao utatokea. Ni hali ambayo inahitaji matibabu ya haraka endapo pale inatokea. Huambatana na maumivu makali sana. Hiyo ni torsion ya korodani. Tuendelee na sababu nyingine ambayo inasababisha korodani kuvimba. Sababu nyingine ni kusanyika kwa maji kwenye korodani ambayo hujulikana kwa kitaalamu kama hydrocele. Hydrocele ni hali ambayo maji yanakusanyika kwenye mfuko wa korodani. Ni hali ambayo mtu anaweza kuzaliwa nayo, au pia ni hali ambayo inaweza kutokea katika ukubwani kutokana na mtindo wa maisha. Kuna sababu mbalimbali ambayo inasababisha maji kujaa kwenye korodani, lakini kwa leo nimependa tu kuelezea ni sababu gani ambazo zinasababisha korodani kuvimba. Kwa hiyo kuna hiyo hydrocele ambayo ni kujaa kwa maji kwenye korodani, kwenye mfuko wa korodani, na mwisho wa siku kusababisha uvimbe ambao hauna maumivu yote. Hydrocele haina maumivu yoyote, ni kuvimba tu kwa korodani. Na sababu nyingine ni kuingia kwa utumbo kwenye mfuko wa korodani ambapo tunaita inguinal hernia. Inguinal hernia. Hali hiyo hutokea pale ambapo utumbo unaingia kwenye mfuko wa korodani na kusababisha uvimbe mkubwa ambao unabadilika. Unapolala unakuwa unaposimama unakuwa unaonekana. Yaani uvimbe ambao ni dynamic unabadilika. Tunasema ni inguinal hernia. Ni sababu nyingine pia ambayo inasababisha uvimbe kwenye korodani. Na sababu nyingine ya mwisho kwa siku ya leo ni maambukizi ya bakteria au virus kwenye korodani. Hii hapa inaweza kutokea na ngono zembe, na pia inaweza kutokea katika mirija ya epididymis, yani maambukizi kwenye sehemu ya korodani ambayo inaitwa epididymis. Kwa leo naomba tuishie hapo, tutaendelea siku nyingine.